Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku leo tunawaletea mada moja adhim sana, mada moja nzuri sana. Kila ule ambaye atakayefuatilia na kujua mpaka mwisho wake atakuwa amefanya jambo moja zuri na lenye maana kubwa sana, na kuna faida kubwa sana atakwenda kuipata siku hii ya leo. Leo tutakwenda kuangalia siri au maajabu yaliyomo katika mti wa mbaazi. Hii ndio mada ya leo ambayo tunakwenda kuiangalia na kutoa siri zake na asili zake zilizomo katika mti huu wa mbaazi. Mara kwa mara inazungumzwa kwamba mti huu, mara nyingi hata wale waenda usiku wa chai wanaupenda sana mti huu, na hata tukakatazwa sisi kuwapigia au kuchukua fimbo ile ya mbaazi kuwapigia kwa watoto wetu. Tumezuiliwa katika hilo kwa sababu ni mti ambao mara nyingi sana jamaa zetu wanauchezea sana na wanautumia sana katika miti mitatu. Sasa leo tutakwenda kuangalia siri na maajabu yaliyomo katika mti huu, ili wewe ndugu yangu katika imani uweze kuutumia na uweze kuzipata na uweze kuzijua siri zilizomo katika mti huu. Siri ya kwanza kabisa, mti huu mtu anaweza kuutumia kama kinga katika mwili wake. Anafanyaje? Anachukua yale majani ya mbaazi, anayaponda, anachukua majani yale ya mbaazi, anayakausha, alafu anachukua mizizi yake, anakata vipande takriban 7. Akishakata vile 7, atavisomea ayati ya Kursiyu. Kama hawezi basi asome kul a'udhu bin nas na a'udhu bil falaq. Kisha baada hapo ule mtu atumie kunywa kwa muda wa siku 7. Wallahi lazim kwa mwenye kutumia hali kama hiyo na mazingira kama haya, inakuwa imepata kinga moja kubwa sana katika mwili wake. Lakini hii hasa inakuwa kwa ajili ya wachawi na wanga. Hii ni siri ya kwanza iliyomo katika mti huu wa mbaazi. Siri ya pili iliyomo katika mti huu wa mbaazi, kama kuna watu labda wamekuzungumzia vibaya au kuna maneno yanasema juu yako mabaya, ikafikia hatua hasa unaitwa kwenye kikao kwenda kujadiliana na hao watu ambao mambo haya ambayo wewe umesingiziwa na kuyafanya mambo hayo, basi chukua majani 2 ya mbaazi au 3, pate witi ya mbaazi au 1, litafune mdomoni mwako wakati unakwenda kuzungumza maneno hayo. Lakini kama utaweza, na sio kama utaweza, jitahidi sana wakati unakwenda kuzungumza nao litaje jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, linaitwa Al-Matin. Lakini wewe utatumia herufi ya ye, bimaana unasema ya matin wakati unakwenda kuzungumza na watu hao. Wallahi lazim ukifanya hivyo na ukienda kule, wale waliokusingizia habari hizo, walosema vibaya kuhusu wewe, wote watadhalilika. Usifanye maskhara. Hii ni mujarabu kwa kweli. Ninachokwambia mujarabu kwa sababu ni kitu ambacho kimejaribiwa na kimefanyika. Usende kujaribu, nenda kafanye. Hii ni siri miongoni mwa siri za mti wa mbaazi, na hii ni siri namba 2 katika zile siri 10 ambazo leo nataka nikakueleze ili ufaidike na upate faida katika siri za mti huu wa mbaazi. Kafanya hivyo. Lakini siri ya tatu hii inapata kwa kina dada, maana kwa wanawake wale ambao wasiopata hamu ya tendo la ndoa. Kwa mwanamke ambaye hapati hisia wala hapati hamu ya tendo la ndoa, yeye anafanyaje? Anachukua majani ya mbaazi, atayaponda majani ya mbaazi, lakini sio peke yake, achukue pamoja na mafuta ya zaituni, anayapaka ile majani ya mbaazi. Kisha baada hapo aende akayaweke katika nguo yake ya ndani, bimaana katika ile nguo ya ndani na jina lake ambalo si vizuri kuitaja hapa, alafu avae pamoja na nguo ile ya ndani, abaki vile vile. Na kama ikitokea kwenda kujisaidia, basi akirudi achukue tena mengine ya ponde abaki nayo. Atakiwa afanye kazi hii kwa muda siku 2. Akishamaliza siku 2, kama atakomea katika hali kama hiyo,
hiyo hali itaondoka na haitakuwepo tena katika mwili wake. Na hii anaweza akatumia na wala hatasomei aya wala dua yote, ni yenyewe tu ale akifanya hivyo, hiyo hali inakuwa imeondoka. Hiyo ni siri ya 3 katika mti wa mbaazi. Lakini siri ya 4 inamhusu huyo mwanamke. Kuna baadhi yao wengine wanakuwa na maji katika sehemu ya uke, ama wengine hutoa harufu mbaya katika sehemu ya uke. Atatumia njia hiyo hiyo tulielekeza mara kwanza, atakuwa anaweka katika nguo yake ya ndani, tena pale katika maeneo ya katibu kata pale atakuwa anaweka hivyo. Na atakuwa ile kwa mtu mwenye harufu au maji sana, yeye ataweka kwa muda wa siku 7. Kila siku atakuwa anaweka kwa muda wa siku 7 kwa mtu mwenye hali kama hiyo. Ama hii inakwenda mwingine sasa kwa mwanamume, mwanamke mwingine inawezekana akawa na hana tatizo lakini ana harufu ya jasho kali katika mwili wake, na yeye atakwenda kutumia njia hiyo hiyo. Lakini huyu mwenye jasho kali atatumia katika muda wa usiku. Tayari anachukua mafuta yake ya zaituni na hii majani ya mbaazi, anayasaga yale, anayakamua yale, anachanganyia, alafu anaweka katika makopa yake na ala nayo. Ikifika asubuhi atakuwa anayatoa. Hii ni siri ya 4 katika zile siri 10 ambazo leo nimepanga nikueleze za mti wa mbaazi. Lakini siri ya 5 anaweza akatumia mtu mwenye kifua kikavu au kifua kisichokoma na koo, lakini kifua chake kinakuwa kikavu sana. Basi atakiwa naye vile vile achukue majani ya mbaazi. Akishapata majani ya mbaazi ayaponde, alafu atumie kuyatafuna na chumvi ya mawe, majani hayo ya mbaazi. Hii ni siri ya 5 katika zile siri 10 za mti wa mbaazi. Atumie kutafuna majani hayo na chumvi ya mawe. Na chumvi ya mawe sio nyingi, atakachukua jiti kimoja, kijiwe kimoja ama viwe vitatu. Lazima apate witri, asichukue viwili wala vinne, achukue kimoja ama vitatu. Anaweza kutumia katika hali na mazingira kama hayo. Siri ya 6 ya mti wa mbaazi, anaweza kutumia mtu ambaye kapoteza mvuto. Kuna baadhi ya watu ambao wamefanywa sihiri na wachawi ama wamepigwa nuksi, na tumezielezea katika darasa za nyuma zilizopita kwamba nuksi ziko za aina ngapi na nini sababu za vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza kutumia mtu ambaye ana nuksi katika mwili wake kutaka mvuto. Anafanyaje? Yeye anachukua mizizi ya mti wa mbaazi, ataiponda, kisha baada ya kuiponda atachanganya ile miti na mafuta. Sasa hapa kwenye mafuta safari hii haijalishi ni ya zaituni, haijalishi ni ya nazi, haijalishi yote, lakini yawe ya maji. Alafu atakuwa anapaka usiku muda wa kulala kwa muda wa siku takriban 7. Ila kama ataweza mtu huyu, basi yasome na idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhulun. Kama ataweza. Kama hataweza, basi yatumie katika njia hiyo tu. Hii ni siri ya 6 katika zile siri 10 ambazo leo nimepanga nikueleze za mti wa mbaazi. Lakini vile vile kuna mwingine ni mfanyabiashara. Sasa anataka kuvuta wateja wengi katika biashara yake, katika eneo lake la kazi. Basi achukue majani 7 ya mti wa mbaazi, ayaponde, alafu ayatie katika maji, alafu ayasomee suratul Waqiya mara 2. Yani ile idha waqatil waqiya aisomee mara 2 ama ayasomee mara 3, hata mara 1 inatosha. Kisha maji yale aende akayapigie deki ama akayamwagie katika eneo lake lile la biashara. Hii ni kwa ajili ya mvuto wa biashara. Na hii ni siri ya 7 katika zile siri 10 ambazo leo nakwenda kueleza za mti wa mbaazi. Siri ya 8, mtu aliyekumbwa na jini. Akawa anapiga kelele, au mwingine kamkumba alafu akawa haongei. Yani nyinyi mkimsemesha hasemi, mnamke anakoroma tu. Wala usihangaike shekhi, wala usihangaike. Nenda kachuma majani ya mbaazi 3 ama 5 au 7, lakini kwa witri. Ukishapata unafikiche katika mkono wako, alafu nenda kamnusishe katika pua yake. Muda huo ananyanyuka shekhi, na kama alikuwa ongei basi ataongea. Nenda kafanya hivyo kwa muda huo ambao mtu amempata hali kama hiyo. Basi kitoke hapo, nenda kafanye jambo kama hilo ambalo kwamba nimekuelekeza. Angalia siri hizi ambazo leo nakwenda kuzieleza hizi.
Na hapa nitoe nambari yangu ya simu kwa mtu ambaye atakuwa hajaelewa vizuri, basi unaweza ukanipigia katika namba ya 0793 052 052. Narudia tena hiyo namba 0793 052 052. 052 052. Hii ni siri ya ngapi? Hii ni siri ya 9. Ni siri ya 8 katika zile siri za mti wa mbaazi. Lakini vile vile kuna baadhi ya watu wengine ni wachimbaji labda wa madini. Basi na yeye anaweza akatumia vile vile katika siri ya 9, akachukua maji. Yale maji akachukua majani ya mbaazi 19, akatia katika yale maji, alafu akasomea surati Yasin. Akasomea surati Yasin kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Takriban apate mara moja mara 3. Akishasomea basi aende katika lile eneo ambalo kwamba yeye anakwenda kuchimba madini, ama pengine kwa wale ambao wenzetu wenye miliki mabasi au masheri ya mafuta, basi anaweza akatombea yale, alafu akaenda kumwagia katika eneo lake la sheri, ama katika basi lake akaoshia basi lake, ama kwa wale wa madini basi akaenda kumwagia katika eneo ambalo kwamba yeye anatarajia kulichimba. Anaweza akafanya hivyo. Hii ni miongoni katika siri za mti wa mbaazi, na hiyo ni siri ya 9. Siri ya 10 na ya mwisho kabisa, kwa mtu ambaye labda kaandaa shughuli, aidha labda kuna maulidi, kuna shughuli fulani ambayo anakusanya watu wengi. Sasa baadhi ya watu wapo wanakuja kuchezea watu katika zile shughuli. Anaweza kafikia tu mtu akachezea shughuli kana ugomvi, tunapigana nini. Asihangaike, achumi majani ya mbaazi 7, ayatie katika maji, alafu yasomee kul a'udhu binnas, asomee kul a'udhu bi falaq. Kisha baada hapo ile maji yule mwenye shughuli atumie kuyapaka usoni na kupaka mikononi, basi biashara imekwisha. Na kama atakuja mtu katika hali yoyote mbaya, atakuja mtu katika hali ya kutaka kuharibu ile shughuli katika njia za kisihiri za kichawi, huyu mwenye shughuli atamuona na ataweza kumbaini biidhnillah taala. Hizi leo nimekupa siri 10 za mti wa mbaazi. Insha Allah, Allah akipenda, nitakuletea sehemu ya pili tena ya mada hii. Nitakuletea sehemu ya pili ya mada hii ili uweze kuelewa faida na siri zilizobakia. Zimebakia zingine kama 7, ziko 17. Nimesalia hapa 7. Kwa hiyo endelea kufuatilia channel hii, nitakuletea siri zingine 7 za mti huu wa mbaazi. Yule ambaye hajasubscribe, inshallah namuomba subscribe ili apate faida nyingi ambazo kwamba tuko nazileta, na usiache kulike hapo pembeni inshallah, ili tuone wangapi ambao wanafuatilia darasa hizi. Baada ya kusema hayo niseme wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.